Breaking news. Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, mahali popote mlipo, hamjambo? Natumai umzima, ubuheri wa afya, na penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa katika taifa sasa la Tanzania. Ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan imeweza kuongwa na kifo kingine cha ghafla, jambo ambalo limeweza kusababisha kilio kutanda katika taifa la Tanzania baada ya kifo hiki kutangazwa. Ninaomba kusoma jabisho hili ambalo linaenda kuunda msingi hasa kwa yale ambayo naenda kukufahamisha. Katika siku za hivi majuzi tumeshuhudia vifo vingi vikiendelea kuripotiwa katika taifa la Tanzania, lakini sasa naomba kusoma. Mwenyekiti wa CCM Butiama afariki dunia. Huyu ni mwenyekiti wa chama tawala ambacho kinaongozwa na Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo Suluhu Hassan kwa njia moja au nyingine ameweza kuwa affected kwa kifo hiki, kwa sababu amepoteza mwenyekiti wake mkubwa wake ambaye ni mwenyekiti wa chama tawala CCM. Chapisho hili linaendelea kusema ya kwamba kwa masikitiko makubwa tunapokea taarifa ya kifo cha ndugu Julius Kichere, mwenyekiti wa CCM kata ya Nyamimange Butiama. Alikuwa kiongozi mwenye kujituma aliyehudumia wananchi kwa uadilifu, mshikamano na moyo wa kujitoa kwa maendeleo ya jamii. Mbunge wa jimbo la Butiama pamoja na wananchi wote wa Butiama tunatoa pole za dhati kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki na wanachama wa CCM kata ya Nyamimange kufuatia msiba huu mkubwa. Tunamuombea Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi, mzika kwa amani. Ikiwa haujatukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda. Bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Ikiwa hauja subscribe na kupembeleza usubscribe na uwashe kengele. Karibu nikufahamishe kwa kina. CCM, chama ambacho ni tawala, kinaendelea kupoteza watu kila wakati ambao ni wenyekiti ama viongozi, haswa katika siku za hivi majuzi tangu Rais Samia Suluhu Hassan kuingia mamlakani. Tumeshuhudia vifo vingi kushuhudiwa katika taifa la Tanzania, haswa katika chama tawala CCM, hata tunashindwa kuelewa ni kipi ambacho kinaendelea. Huyu ni mwenyekiti ameaga dunia. Hii wiki tumekuwa tukitangaza vifo vingine haswa katika chama cha CCM. Yusuf ambaye alikuwa diwani wa CCM alipata ajali, mliona tulitangaza. Elias Ambala, mwenyekiti wa chama cha CCM mkoani Mbeya, alikatakatwa akaaga dunia. Tangu Samia aapishwe na kuingia afisini kama rais katika taifa la Tanzania, baada ya siku chache kupita, tulishuhudia mbunge wa eneo bunge wakilishi la Beramiho Jenista Muhagama akaaga dunia. Baadaye mbunge mwingine Halima Nassar naye akaaga dunia. Balozi Timothy Bandora wa CCM akaaga dunia. Juma Changalawi, kijana wa CCM Dar es Salaam, akaaga dunia. Alexander Mumbi, muhasibu wa ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa nchini Tanzania, akaaga dunia. Julius Benedicto akaaga dunia kupitia ajali. Naibu waziri alipata ajali lakini aliweza kunusurika. Magari ya polisi kuhusika katika ajali, tukashuhudia hayo yote. Lakini kuna jeshi la polisi nchini Tanzania waliweza kuaga dunia kufuatia ajali ambazo zinaendelea kurekodiwa katika taifa la Tanzania. Kwa hivyo kuna yale ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania, huenda ni kwa sababu ya uchaguzi uliopita, hata hatuelewi. Mbunge mwingine alipata ajali, vile mnajua. Juzi tu mbunge alipata ajali lakini aliweza kunusurika kifo baada ya kuhusika kwa ajali mbaya
Na haya yote yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Ikumbukwe ya kwamba machafuko yaliweza kushuhudiwa wakati Samia Suluhu Hassan aliweza kujichagua yeye mwenyewe kuwa kiongozi wa taifa la Tanzania baada ya wengine kufungiwa kuwania kiti cha urais, akiwemo Tundu Lissu wa chama cha Chadema, Mpina wa ACT Wazalendo. Kisha baadaye maandamano yakaripuka, watu wakauliwa. Hadi kufikia sasa kuna familia ambazo hazijawahi ona miili ya wenzao penye ipo, ili kuonyesha heshima ya mwisho ya kuizika kwa heshima. Ndio maana familia nyingi zikiendelea kutoa ushahidi katika tume ile ya Jaji Chande, wanalia, wanatirikwa machozi, wakisema ya kwamba tunataka miili tu, twende tuizike. Uchafuzi ule ambao ulishuhudiwa katika taifa la Tanzania kufikia sasa ndio unaendelea kuandama serikali ya sasa na chama tawala cha CCM. Unawekewa kosa la uhaini, kesi unapambikiziwa, unaingizwa pale ndani, unakaa pale, uondoki, uende mahali popote. Hivyo ndivyo hali ilivyo, na kufikia sasa serikali ya Samia Suluhu Hassan haijatangaza wazi idadi kamili ya wale ambao waliaga dunia kufuatia maandamano ama wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi, baada ya kuuliwa. Yeye mwenyewe aliweza kudhibitisha na kusema ya kwamba vyombo vya dola, serikali yake ilitumia nguvu zaidi, kwa sababu kuna wale ambao walikuwa na matarajio ya kupindua serikali yake. Ndio maana wakalazimika kutumia nguvu nyingi. Tukashuhudia Marekani, Uswidi, Canada, bunge la Ulaya wakizuia misaada kuelekezwa katika taifa la Tanzania, huku wakisisitiza na kusema ya kwamba hawawezi kufadhili udhalimu ambao unaendelea katika taifa la Tanzania. Nimesikia mahakama ya kimataifa ambayo inashughulikia uhalifu ICC imetoa Tanzania kuanzisha uchunguzi na kujua wahusika wa mauaji, kwa nini walikuwa wanauliwa, nani alitoa amri. Hayo yote yatakusanywa pamoja ili kesi ikaweze kuanza rasmi katika mahakama hiyo ya kimataifa ya kihalifu ya ICC, ili kuhakikisha kwamba kuna amani, kuna utulivu, kuna haki, uwajibikaji, demokrasia. Hayo yote yanazingatiwa katika taifa la Tanzania. Lakini sisi tunasema wale ambao wameaga dunia, tunatuma rambi zetu za pole kwa familia husika, na Mungu aendelee kuzilaza roho za wenda zao mahali pema palipo na wema. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi na kukueleza yale ambayo matukio yanaendelea katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Lakini ikiwa huja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe. Kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribe. Kando kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mkenya TV. Sambaza hii kanda kwa moja ama mbili tatu katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Asante sana ladies and gentlemen. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye-bye. Thank you for watching. Adios.